Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amewalaumu wabunge 6 wa chama cha Democratic kwa tabia ya kile alichokiita ni uhaini inayostahili adhabu ya kifo baada ya wao kutoa video iliyolitaka jeshi la Marekani kukataa maagizo yasiyo halali ya rais wa Marekani Donald Trump. Wabunge 6 wa Democratic wametoa video hiyo wakilitaka jeshi kuachana na mipango ambayo wakati mwingine si halali na imekuwa ikitolewa kama amri na rais wa Marekani Donald Trump. Rais huyo wa Marekani anasema hii ni mbaya sana na ni hatari kwa nchi yetu. Maneno yao hayawezi kuruhusiwa. Tabia ya uhaini kutoka kwa wasaliti wafungwe jela, Trump aliandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social. Wabunge hao 6 ambao wote wametumikia katika jeshi au katika taasisi za ujasusi walisema matamshi ya Trump ni ya hatari na kwamba yanamaanisha vitisho dhidi ya viongozi waliochaguliwa. Hakuna tishio, ni vitisho au wito wa vurugu utakaotuzuia kutimiza wajibu muhimu, walisema katika taarifa yao ya pamoja. Video ya wanachama hao wa Democrats ambao ilichapishwa na Senator Michael Elsa Slotkin inamshirikisha Senator wa Arizona Mark Kelly na wawakilishi Chris DeLuzio wa Pennsylvania, Maggie Goodlander kutoka New Hampshire, lakini na Chris Holohan wa Pennsylvania na Jason Crow wa Colorado. Senator Kelly ambaye aliwahi kutumikia katika jeshi la wanamaji na pia ni mwanaanga wa zamani anasema sheria zetu ziko wazi, unaweza kukataa maagizo yasiyo halali. Wabunge hao wanasema kwenye video hakuna mtu anayelazimika kutekeleza maagizo yanayokiuka sheria au katiba yetu. Video hiyo inasema serikali hii inawapandisha mabega wanajeshi wetu na wataalamu wa jumuiya ya ujasusi dhidi ya raia wa Marekani. Kama sisi nyote mliapa kiapo cha kulinda na kutetea katiba hii. Kwa sasa vitisho vinavyokabili katiba hii havitoki tu nje ya nchi bali kutoka hapa nyumbani, wameeleza wabunge hao. Majibu kutoka kwa Trump mnamo Alhamisi asubuhi yalikuja kupitia misururu ya machapisho kwenye ukurasa wake wa Truth Social. Katika moja machapisho aliandika, hii inaitwa tabia ya uhaini wa kiwango cha juu. Kila mmoja wa wasaliti hawa katika nchi yetu anapaswa kukamatwa na kufikishwa mahakamani. Maneno yao hayawezi kuruhusiwa kusimama. Tutakuwa na nchi tena. Mfano lazima uwekwe, ameandika Bwana Donald Trump. Hata hivyo ameendelea kuandika kwamba hii ni mbaya sana na ni hatari kwa nchi yetu. Tabia ya uhaini kutoka kwa wasaliti wafungwe jela, aliandika kwa herufi kubwa huku akiweka alama ya kuuliza. Katika mkutano na waandishi wa habari mnamo siku ya Alhamisi, katibu wa habari wa ikulu ya White House Karoline Leavitt alikataa mapendekezo kwamba Trump alikuwa akitoa wito wa kuuawa kwa wabunge hao. Wengi katika chumba hiki wanataka kuzungumza kuhusu majibu ya rais, lakini si kile kilichomfanya rais kujibu kwa njia hii, alisema. Aliwashutumu wabunge kwa kuwahimiza wanajeshi kukataa amri yake ambayo anaiona ni amri halali. Lakini pia wabunge hao katika kile walichosema ni kwamba hawapo tayari kuendana na kile ambacho Rais Donald Trump anakifanya ambacho ni kinyume na katiba ya taifa hilo. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia. Utafahamu nini kinajiri katika ulimwengu.